Yes, tupo kwenye msimu ama ni mwezi wa Valentine Day na ikiwa ni bado mwezi wa pili, na kama unavyoshuhudia bana, baadhi ya vitu ni vingi sana mitandaoni, na tumeona jana pamekuwa na matukio mengi, matukio ya Hamisa Mobeto, matukio ya Zailisa, lakini pia Harmonize, lakini pia anaendelea naye kwenye msimu wa Valentine Day. Tumemtafuta Mbeya Karima Story, kama unavyojua bana, kwenye mitandao mara nyingi yeye huaga anafuatilia kiundani, tuzungumze naye kinaga ubaga kuhusiana na kila ambacho kinaendelea. Kwanza Keri, heri ya mwaka mpya. Sisi sote kumbe bado tuko mwaka mpya. Of course mwezi wa pili, nadhani bado mwaka mchanga kabisa. Kabisa. Jana bwana, kwenye mitandao tunajua umeiona harusi ya mke mwenza. Wewe unamuitaga mke mwenza mara nyingi. Zailisa ameingia sasa hivi kwenye ndoa kwa mara nyingine tena. Hivi kwa haraka haraka inaweza kuwa ndoa yake ngapi ile? Ya 4 ya 5? Ya 5 kwa mimi ninazozijua ndoa ya 5. Watu wanasema, nimeona kwa baadhi ya comment watu wanataka kwanza tena kumfananisha na jamani, shoga yako unamfananisha na Mariam Dida. Jamani, kweli sio haki. Wasifanye hivyo. Hapana, sio sawa. Wanasema kwamba Zailisa hii ndoa yake jamani basi iwe ya mwisho. Unahisi Zailisa maamuzi aliyofanya sasa hivi ni sahihi ama amekurupuka? Na kama unahisi amekurupuka, kwa nini, kama ilikuwa ni ridhaa yake, kwa nini unahisi anamficha bwana Side? Mimi nahisi anamficha Side kwa sababu ni mume wa mtu. Zailisa ameolewa kama mke wa pili. Na kuhusu kuolewa, mwanamke kuolewa jamani, kwa Waislamu mbona jambo la kawaida tu. Sio jambo la kuanza kusema sijui tuanze kumwekea kikao kwa Waislamu. Jamani, mwanamke akishaachika akapewa talaka ni anaruhusiwa kuolewa, na akija mwanaume anataka kumuoa anaruhusiwa. Kwa nini sasa tuanze kumsema sana? Mimi nataka iwe ndoa yake ya mwisho, kwa sababu tumechoka kuona ndoa zake. Anakaa kidogo anashindwa kuvumilia, kwa sababu yule ndiye anashindwa kuvumilia afu anaondoka mwenyewe. Side ana hela. Side anachokosa kwa Side tu ni umaarufu. Yeye ndo anayempa Side umaarufu. Kwa Manara alikuwa kuna hela na anapata kila kitu, lakini alishindwa kuendelea kuvumilia vitimbu vya Manara. Hapa kwa Side tunasema labda Side ni mtu mpole, mstaarabu, hela ipo, labda atatulia, kwa sababu kabla hajamoa wamekaa naye kwa kipindi cha muda mrefu bila kusikia matatizo, drama za hapa na pale. Kwa hiyo mimi na believe hii ndio itakuwa ndoa ya mwisho ya Zailisa. Zailisa, kwa nini ndoa yake pia imekuwa kimya hivi? Kwa sababu Side sio maarufu. Hakutaka yeye kupublish jamani leo nafunga ndoa. Hakutaka. Kwa sababu unajua kuna ndoa zingine mara nyingine unaga mtu anaweza anafunga ndoa, anataka iwe kubwa lakini haidumu miezi miwili, kama ilivyokuwa tu ya Zailisa. No, sio ya Manara, ya Zailisa na Dula Makabila. Sasa Dula si mtu anapenda mambo. Dula anapenda matashtiti. Ndio maana walishindana. Yaani mtu ambaye atataka kuolewa na Dula, yaani huyu awe tayari kwa lolote. Chochote kinaweza kutokea. Una experience kidogo kuhusiana na ndoa? Kwenye upande wa labda pengine uishasikia labda rafiki yako yuko kwenye ndoa, labda ungepata nafasi ya kumshauri, kwa sababu wanasema kwamba kumshauri mtu kuhusiana na ndoa lazima uwe ndani ya ndoa. Ndio maana nimekuuliza una experience kidogo kuhusiana na ndoa, labda umshauri Zailisa, jamani Zailisa, unapokuwa ndani ya ndoa, yale ya nyuma ya kina Manara na Dula Makabila yawe hivi na hivi na hivi. Okay, mimi naweza nikamshauri kwa sababu mimi sijaolewa, lakini naweza nikamshauri kutokana na Dar es Salaam bwana, mtu ukiishi naye miezi mitatu sasa hivi kisheria ni mtu na mke wake. Namshauri hivi Zailisa, unapoingia kwenye ndoa ina mambo mengi. Vumilia. Sisemi umvumilie mateso, labda akianza kukupiga sio nini, na ukimwona mwanaume anakupiga hapo hamna upendo. Yaani hakuna upendo, eti nilipitiwa nikakupiga. Akianza kukupiga tu ondoka. Lakini kama ni hizi mambo tofauti ya kibinadamu, mnakaa mnaongea mnamaliza. Imani leo amefanya hivi, unaona hiki kweli kibinadamu inaweza kukosea, sio unaanza tena kulipiza, mnalipiza inakuwa tena sio ndoa, mtakuja muuane mpigane visu. Ndio maana unakuta wake wengine wanawajibishaga sana ume zao mpaka wanachomwa mkaa, sio vizuri. Kwa hiyo ukiingia kwenye ndoa jua kabisa umeingia kwenye ndoa ambayo unatakiwa uvumilie tu chochote kinachotokea. Utumie akili utumie busara kuamua maamuzi. Usije tena ukaingia kwenye ndoa ukakaa wiki 3 kaachika. Ndio zinakuwa kama ndoa za kina Ali Kamwe hizi. Kwa maana hiyo nimekutana na comment moja ya mashabiki kwenye mitandao, watu wanauliza kwa nini ndoa ya Zailisa hatujaona si wale ndugu zake, si hatujaona si upande wa Side. Tumeona wasanii tu wakina Kumbuka, si wakina nani au wamefichwa. Nadhani ni watu hawajawekwa, ila kwenye ukumbi pale kuna watu wengi. Kuna ndugu wa Zailisa na kuna ndugu wa Saidi. Kwa hiyo sio kitu kikubwa, kwa sababu wanaojiposti sana ni wasanii. Ukimjua si unamjua msanii, lakini ukimwona ndugu wa Zailisa hapo huwezi kumjua.
Sawa. Shoga yako au siku hizi sio shoga yako? Nani tena? Hamisa Mobeto. Ameamua kunipunguza na mimi nimempunguza. Na mbona amezawadiwa G-Wagon na mume wake? Ya, ni jambo zuri na yeye amzawadie mtoto. Amzawadie? Mtoto. Mtoto wa? Jamani, mume na mke wanatakiwa wapate nini? Kwani wanaoana kwa ajili ya nini? Ya kuzawadiwa magari tu. Yaani yeye kazawadiwa gari brand kubwa, gari ya heshima, na yeye ajitahidi amzawadie baba wa watu mtoto. Labda kuna ratiba zao, maana tutaki kuzaa mwaka huu, tuzae mwakani. Hamna ratiba hiyo. Wataanza kusumbua wakwe. Wakwe lazima watusumbue kwa sababu mwanaume unaona kabisa ana gharama kia. Unahisi hiyo zawadi aliyotoa Aziz Ki ana deserve Hamisa Mobeto? Ana deserve kwa sababu ni mwanamke mzuri. Sasa unajua mara nyingi haya zawadi ya gharama watu wakija kuachana na nini yanatokea bana, kumbe kadi haikutoka na nini. Kwa Hamisa sijaiona hiyo. Kuna mastaa wengi ambao wanapewaga magari bila kadi. Hata Zaiylissa alinyang'anywa gari na Manara baada kuona ana kadi. Lakini kwa watu kwa mtu kama Hamisa Mobeto nimeona amepewa gari kadhaa 2-3 hapo nyuma. Nakumbuka hata ile range nyekundu. Hajanyang'anywa. Kwa hiyo inaonekana anapewa real. Ana deserve kupewa real kwa sababu ni mwanamke ambaye anajigaramia. Sasa mbona lile uhusiano galieleweki? Mara Aziz Ki wakati mwingine tunamuona yuko kule, Hamisa naye yupo huku. Mara unaweza kashangaa tena Aziz Ki yupo huko anakaa muda mchache anaondoka. Kwa nini wasikae tu sehemu moja wakatulie? Maana mimi Tanzania au Hamisa Mobeto akamia sehemu nyingine. Sasa kwa upande wa Hamisa Mobeto na Aziz kari yake ni ya mpira. Leo anakaa huku Egypt, kesho anaenda Libya, anarudi Tanzania, lakini utaona atakaa kidogo Hamisa huku, lakini atasafiri ataenda kwa mume wake. Hivyo anapeana support, lakini muda mwingi hata hichi kipindi cha nyuma hapa mwaka jana, muda mwingi alikuwa anakaa na mume wake. Hapo uaminifu utakuwepo kweli? Uaminifu kwa sasa Hamisa akitaka kuhangaika sasa hivi atadate na mwanaume gani kama sio anatafuta tu balaa kuvunja ndoa yake. Atulie tu na nani Aziz Ki. Ni mwanaume ambaye anajiweza sasa hivi, analipwa hela nyingi. Utaenda kwingine utahangaika, utaachika, alafu utaanza kutangatanga mjini tu. Ndoto ya wanawake wengi mastaa sasa hivi Tanzania, nimeona asilimia kubwa gari G-Wagon ndio imekuwa dream car yao. Nakumbuka niwahi kufanya interview na Nadozi akasema dream car yake ni G-Wagon. Juzi tumeona pia Nandy naye kapost G-Wagon. G-Wagon ina nini? Wamemwiga Mange, hawana lolote. Wameona Mange kanunua G-Wagon, basi na wao wanataka nawe wawe na G-Wagon, lakini haina chochote. Alafu ile gari sio ya kike, niwape tu taarifa wanaopenda magari. G-Wagon ni gari imetengenezwa kwa mfumo, yani waendeshe wanaume, sio wanawake. Wanawake tafuteni magari yenu myapende, au ni magari ya kiume. Umefanya research ya kufahamu bei ya G-Wagon? Ina rate milioni 600, 800. Kwa hiyo mpaka ushuru. Mpaka ushuru. Yes. Kwa hiyo kumbe Nandy pale akuongopa kwenye comment. Nimeona kuna comment hapo. Kwa Samisago pale ameandika milioni 600. Akaenda ka comment akasema Sam tafadhali hii bei yake mpaka ushuru ni milioni 800. Kwa hiyo kumbe hajaongopa. Hajaongopa, hajaongeza sifuri nyingi. Hajaongopa. Zina rate hivyo, inategemea pia na mwaka. Kwa nini watu wanakuwa wana mashaka na Nandy kuhusiana na bei ya gharama ya vitu ambavyo wananunua? Sasa hivi kwa kweli msiwe na mashaka na Nandy. Nandy anaishi life. Lakini yote 9-10 anaishi maisha, lakini hatuelewi hela anatoa wapi. Tukae tu tunaona sisi maisha anayoishi mazuri, ila hatuelewi hela anatoa wapi. Hiyo nayo atusaidie na sisi vijana, kwani sisi hatupendi maisha mazuri? Sisi tunaona anaamka anaimba muziki, ananunua maisha mazuri, leo anaenda huku, kesho anaenda huku Dubai, China, sijui wapi, ameenda visiwa gani, sijui mara huku, lakini hatuelewi ni huu muziki au kuna vitu vingine behind the scene. Kwa sababu gari ya milioni 600 tukisema hata ni hela ya kampuni tuseme shaisha sasa. Sasa hivi anaspendi nini? Mume wake sasa hivi anafanya biashara gani? Anauza simu. Muziki sasa hivi wamestop kwa muda gani? Hajafanya muziki au mauzo. Tuseme ni muziki tunawapa hela kiasi hicho. Ndio ile kauli wasema wenzetu wanatoa wapi hela? Kwa hiyo tunashangaa watupe na sisi hizo connection. Kama ni majoka tujue na sisi tunajipange vipi kuishi nayo. La mwisho ila hapa tumalizie kabisa. Jana nimefanya interview na Pinela, umeiona eh? Nimeiona. Msanii wa nyimbo za dini, msanii wa nyimbo za Injili. Ule muonekano wewe umeonaje ule? Ni mtu ambaye alikuwa ni mwanamke wa kidunia, sasa hivi amebadilika, amekuwa mtoto wa Mungu. Sio jambo baya.
mwanamke wa kidunia. Yaani alikuwa tashtiti anafunga mtaa mjini. Lakini akaona haya sio maisha. Ngoja tu nibadilike niende zangu kuokoka, niendelee na maisha yangu. Lakini sasa hivi mbona kama ndo amechachuka sasa hivi? Hapana, yani sasa hivi ametulia. Wewe Pinela umjui miaka 2-3 nyuma huko. Alikuwa wa moto, hatari. Kwa hiyo sasa hivi yani marudio. Haya sasa hivi yani amepoa kabisa Pinela. Pinela alishasumbua sana mjini. Kwa maana hiyo sasa hivi yeye anayofanya sasa hivi ni anarudia mapicha. Yaani anarudia na hapo hata hajafanya hapo kama tu kafanya tangazo basi. Lakini Pinela enzi zake hapo nyuma tuliwahi kumfuatilia hapo nyuma, alikuwa wa moto sana. Watu wanasema sasa hivi yule ni mtu wa dini. Alafu tena bado sasa hivi anajishabidia mitandaoni, maana anaoisha mpaka shepu. Alafu pia hapo ni mke wa mtu. Na inavyosemekana kwamba sasa hivi Pinela bana na tajiri. Vunja bei. Sikisa ukapewa tangazo kutangaza brand ya nani Vunja Bei. Sasa Vunja Bei huyu tu juzi umetoka kumwambia anatoka na vidola redio. Leo tena mnasema atoka na Pinela. Jamani, huyu Vunja Bei ana wanawake wangapi? Sasa yule si mkali kabisa wa misimu hiyo. Muoneni huruma baba watu. Au mwenzetu na kimota. Vunja Bei mtu wake ni huyu. Mmoja ametulia naye basi. Mwingine mnamjazia ni uongo. Kwa sababu vidola yenyewe sio kweli. Ni upi? Jamani Roja, wewe umjui alizaa naye umjui? Alizala Vunja Bei umjui? Basi tuishie hapo tusiendelee. Umeona kiredio na nani? Na nani? Kiredio na vidola. Nimeona. Wamerudiana. Wamerudiana. Kumbe kiredio kwa tupiga matukio. Waliachana wamerudiana. Waliachana kweli au ulikuwa na mapicha kiredio? Waliachana kweli na wamerudiana kwa principle. Yaani kiredio amepewa 1 2 3 ili turudiane. Yes, na wamerudiana na vidola anaishi kwake, kiredio anaishi kwake. Zamani walikuwa wanaishi pamoja, anaenda na hostel au anarudi kwa kiredio. Sasa hivi kaambiwa mimi bwana nataka unipangie niishi maisha yangu lakini tuwe wapenzi. Hivi alivyokuwa anafanya ile mapicha yake kuonyesha wale warembo, kuna namna ulikuwa labda vidola akiumia kweli? Hapana, alikuwa umii kwa sababu alikuwa behind the scene. Na najua ile ni kazi. Content creator inahitaji tu uvumilivu. Sema kiredio. Sasa picha kiredio bora tunayaona hivi. Mapicha ya vidola anayofanya unayaona kwenye kamera. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapo